Sapoti Rahby Digital leo kwa kununua t-shirt nzuri na bora kabisa kwa bei ya shilingi 50,000 tu. Mapato yote yatatumika kukuza na kuimarisha huduma zetu ili tuendelee kukuletea kazi bora zaidi. Weka oda yako sasa kwa WhatsApp namba 0672476301 au 0654467177. Kumbuka kuwa malipo haya ni kwa ajili ya sapoti na sio biashara ya kawaida. Na kwa atakojiunga na programu hii watatambuliwa rasmi kama wanafamilia wa Rahby Digital. Tushirikiane kuijenga Rahby Digital. Kwa pamoja tunaweza. Ni taarifa ambayo nilitegemea, lakini nimekuwa nikiwaambia au nilikuwa nikiwaandaa na hili tukio au nilikuwa nikiwaandaa na haya mambo. Nadhani vyombo vya habari kadhaa vya Kiarabu vimeandika kuhusu taarifa ya rais wa Syria wa muda Ahmed al-Sharaa na mpango wa kuanzisha, anataka kujiunga na mkataba unaoitwa Abraham Accord. Kuna mdau mmoja aliniuliza Abraham ni nini? Abraham Accord ni nini? Nilisahau, leo nimelizungumza nikakumbuka kuwa aliwahi kuniuliza. Nadhani anaitwa Ramadhani. Sasa Abraham ni mkataba ambao ulianzishwa na utawala wa Donald Trump, ule wa kwanza. Mkataba ambao ulikuwa unaitwa wa amani ya Mashariki ya Kati, yani mkataba wa utaoleta amani, yani utaoleta utulivu kati ya Israeli na mataifa ya Kiarabu. Ukapewa jina la Abraham kutokana na kitu kinaitwa historia ambayo inaonyesha kuwa imani zilizopo Mashariki ya Kati zinatokana zote kwenye njia moja ya Ibrahim au Abraham. Kwa hiyo wanaona hili ni swala ambalo linawahusu wote, kuwa tukiita Abraham Waarabu wataingia, tukiita Abraham Wayahudi wataingia, tukiita Abraham hata Wakristo wataingia, kwa sababu inakuwa anaita nini, baba wa imani. Kwa hiyo yanasema ni kama shina, ile Abraham ni shina la dini zote zilizopo Mashariki ya Kati. Sasa Trump alimpa kazi mkwewe Jared Kushner ambaye ameoa mtoto wake. Alimpa kazi kwa sababu kwenye awamu ya kwanza ya Trump, huyu ndo alikuwa mshauri wa White House masuala ya Mashariki ya Kati. Sasa alimpa kazi kutafuta njia nzuri ya kumaliza mgogoro Mashariki ya Kati. Jared akashirikiana na jopo lake kuandika hii Accord ya Abraham ambayo ina kurasa 180. Mkataba ambao utakuwa kuelewana kati ya nchi za Kiarabu na Israeli kuanzisha uhusiano rasmi. Mkataba ambao mwaka 2020 ulisainiwa na Morocco, ukasainiwa na Imarati, ukasainiwa na Bahrain, ukasainiwa mlango wa nyuma na Chad pamoja na Pakistan na Sudan. Huo ndio mkataba wa aina hiyo unaoitwa Abraham Accord. Mkataba huo Abraham Accord ndio mkataba ulikuwa unakwenda kutumika kati ya uhusiano mpya wa Israel na Saudi Arabia. Mkataba huu ndio unaotembea katika nchi zote za Kiarabu na ndio umekuwa ukitumika, unaitwa Abraham Accord. Shida kubwa ya mkataba huu, vifungu vilivyomo kwenye mkataba huu ni vifungu vya kusalimisha mataifa ya Kiarabu kuwa chini ya himaya ya Israeli, yani kuyapigisha magoti yote kuwa chini ya Israeli. Tazama nchi zote ambazo zimesaini makubaliano na Israeli ya Abraham Accord mwaka 2020, tunazungumza Imarati, tunazungumza Bahrain, tunazungumza na Morocco ambazo ni official zimesaini. Hao wengine walisaini chini kwa chini. Zitazame toka kumezuka huu mzozo zimekuwa ziko upande gani? Zinavutwa na mkataba kwa sababu haziwezi kwenda kinyume na mkataba. Israel na Marekani wamekuwa wajanja sana kuchezesha mikataba, lakini si tu Israel na Marekani. Hii hali ya kuchezesha mikataba Mashariki ya Kati ilianza toka walivyokubali kumuondoa Mturuki kuwa pale, Ottoman Empire ilivyoondoka, kuja Mwingereza pale alikuwa akiwasainisha mikataba ambayo alikuwa akiwafunga pingu. Matokeo yake walikuwa wanabaki kutazama kila kitu, wakitazame kama kilivyo. Hawawezi kuteke action ya chochote kwa sababu mikataba inakuwa imewafunga sana. Abraham Accord inakufanya uwe slave, unakufanya uwe mtumwa.
Imarati anaagizwa chochote na Israel na anakifanya hata dhidi ya wenzake. Ndio maana Imarati amefanya kazi nzuri sana ndani ya Gaza katika kipindi hiki kwa ajili ya Israeli. Lakini hahitaji kujificha wazi uadui wake na wengine. Huo ndio mkataba wa Abraham. Sio Imarati iliyokuwa ya Sheikh Zaidi ambayo ilikuwa ina misimamo tofauti kabisa na hii Imarati unaiona sasa. Ahmad al-Sharaa anasema yuko tayari, na hii imetolewa na magazeti ya Marekani. Bloomberg imezungumza na magazeti kadhaa ya Marekani yameliandika hili, lakini magazeti mengi ya Kiarabu leo yameliandika hili. Anasema yuko tayari kuanzisha uhusiano rasmi na Israeli. Sasa Israeli anataka kupitia mkataba wa Abraham kwanza Syria isiwe na jeshi lolote kubwa. Apangiwe aina ya silaha ambazo anapaswa kuzimiliki mpaka sasa. Aangamize silaha zote zilizobaki, zile za kemikali waziangamize. Iangamize makombora yote yaliyobaki. Yani Israeli inaitaka Syria ambayo itakuwa kama ilivyo Jordan, kama ilivyo West Bank. Ndio inaitaka Syria iwe hivyo. Yani kusiwe na chochote, halafu yeye awe full power. Ndio mikataba ambayo amekuwa akishindana na wenzake, kwa sababu Israeli anaipangia Marekani silaha gani umpe Misri. Kwa sababu Misri yuko kwenye mkataba ule wa kuanzia Camp David, mkataba ule wa mwaka 79. Misri yuko kwenye mkataba, lakini Israeli anampangia Marekani kuwa Misri umpe silaha gani, Uturuki umuuzie silaha gani. Yani anataka kila jirani yake asiwe na silaha yoyote. Kama atakuwa na silaha basi awe na silaha kubwa zaidi ambayo inaweza kupambana na ile silaha. Hicho ndio anachompangia. Sasa ndio mkataba wa Abraham ulivyo. Anatakiwa Syria ahakikishe anayapokonya silaha makundi yote yaliyopo ndani ya Syria, yaliyopo hasa yanayotokana na HTS, makundi yenye msimamo mkali. Nadhani hapa ndio kutapo vurugika zaidi. Uamuzi wa al-Sharaa sio uamuzi wa jopo, sio uamuzi wa wanamapinduzi, na sio uamuzi wa wengi waliotaka ndani ya Syria. Huo ni uamuzi wake ambaye anataka kuanzisha uhusiano na Israeli wa Abraham. Haijawahi kuwa shida kuanzisha uhusiano, kwa sababu Palestina, mimi nilisapoti au nimeisoma historia au nimeifuatilia historia ya makubaliano ya mkataba wa mwaka 1993 kati ya Israeli Israeli na Palestina, mkataba wa Oslo. Mimi nilikubaliana na mkataba wa Oslo ambao ulikuwa umesababisha kina Yasser Arafat kuweka silaha chini na kuamua kuwa twende kwenye mazungumzo ya kisiasa. Mkataba ambao marehemu Saib Erekat alishiriki kuandaa. Moja ya mazungumzo yao aliwaonya Hamas kuwa nyinyi mlisababisha hiki kisitokee, kwa sababu walimpa kichwa Israeli kukataa ule mkataba. Kama angeukubali ule mkataba, maana yake tungekuwa tumepiga hatua kubwa nyingi sana kwenye yale mkataba, kwa sababu ilikuwa tayari sisi tunatambua uwepo wa Israeli, lakini sasa tunawezaje kuchora mstari na mipaka kila mtu aishi kwake bila kuingiliana. Shida ya mkataba wa Abraham hautoi uhuru kwa nchi, ila unasalimisha nchi kudondoka kwenye miguu ya Israeli na Marekani, yani kuiweka mateka nchi. Ndio shida kubwa ya mkataba wa Abraham, ambao unaona kuna wengine kuwa hatutaki huu mkataba, kwa sababu sio mkataba unaotoa uhuru na haki kwa nchi na nchi. Pale wanapogombana Marekani na Irani kuhusu mazungumzo, sikiliza kauli ya Urusi na Uchina wanachokizungumza, kuwa Irani sio kwamba hataki kuzungumza kuhusu nyuklia. Irani anataka kuzungumza mazungumzo ya nyuklia, lakini Irani asichotaka kwa Marekani ni mazungumzo ya kuto kuheshimiana. Yani kuonyesha kuwa wewe una nchi, mimi sina nchi, hilo hatulitaki. Ndio anachokizungumza Uchina kwenye mazungumzo ya mgogoro wa kibiashara kati yake na Marekani. China anachomwambia Marekani kuwa sikiliza, mimi naweza tukakaa, lakini hatuwezi kukaa kwenye meza ya mazungumzo mimi na wewe chini ya shinikizo. Sitaki shinikizo lolote. Nataka nifanye maamuzi yangu nikiwa huru. Sio wewe unilazimisha eti kwa sababu unanitishia kuweka vikwazo hivi ili niamue hiki, na kutishia uweke hivi ili uangamize silaha zako, na kutishia. Hilo ndio watu wasiolitaka. Kwa hiyo hata swala la Israeli kisichotakiwa na watu wanachokipinga sana ni kuwa kwa nini mkataba wa Abraham hauna usawa? Yani mkataba wa Abraham umeibeba Israeli pekee.
ndani ya ule mkataba. Haujabeba vitu vingine, umebeba Israeli pekee. Hiyo ndio shida kubwa ya mkataba wa Abraham, na hiyo ndio inayoleta ugomvi mkubwa na raia wa kawaida wa nchi husika. Lakini kama ungekuwa ni mkataba ambao wa kuheshimiana, mkataba ambao kuwa nchi haiwezi ikaamuliwa, mkataba ambao kuwa haiwezi ikaingiliwa, itazame Jordan inachokifanya. Serikali ya Jordan inapewa amri kutoka Israeli, kila kitu. Hiki tutaki, tunataka mtu fulani tukamatie, tuletee, tunataka nini, imejisalimisha. Lakini serikali ya Jordan haiwezi kayapata hayo kwa Israeli hata ikitaka, haiwezi kayapata. Kwa hiyo Ahmad al-Sharaa anakusudia kujisalimisha kwenye mikono au kwenye miguu ya Marekani na Israeli, kwa lengo hasa nchi iondolewe kwenye vikwazo, ipate usaidizi, au Israeli iamue kuondoka kwenye ardhi yake. Lakini hili ndio litaloenda kuipasua zaidi Syria, kwa sababu 80% ya kundi alilotoka nalo ambalo lilisababisha mapinduzi ya kumuondoa Bashar al-Assad lilikuwa ni kundi la vikundi vyenye silaha. Yani lilikuwa ni kundi la wanajihadi, sio kundi ambalo analolikusudia. Sasa hapa wanajihadi watagawika sana, kwa sababu hawakubaliani na maamuzi yaliyotolewa na Ahmed al-Sharaa kuhusu kuanzisha uhusiano na Israel. Hilo hawatokubaliana nao na hawakubaliana nao. Lakini rudini nyuma, kwa sababu niliwaandaa na hili nilipokuambia kipindi cha nyuma kuwa Ahmad al-Sharaa ni zao la Marekani ambaye amepachikwa. Nilisema kuwa Wasiria walimchoka Bashar al-Assad. Hiyo ilikuwa wazi. Wasiria hawakuwa wakimpenda Bashar al-Assad kwa kile ambacho amewahi kuwafanyia, kwa kile ambacho historia inaonyesha ina baba yake. Na always dunia ilivyokuwa, ukiwatawala watu muda mrefu watakuchukia. Sio Syria tu, nchi yoyote ambayo kitawaliwa na ukoo mmoja wanaona kuwa ukoo unafaidi. Unafanya nini? Kwa hiyo kuna chuki ile ambayo ilikuwepo kwa Wasiria wote, na ndio maana walikuwa kichukia sana serikali ya Bashar al-Assad. Kwa hiyo kilichotokea wakati huo, kama nilivyoelezea, Wasiria leo ni sawa sawa na nyumba inaungua. Haijalishi una maji machafu, una maji masafi, ila utamwaga kuzima ile nyumba izimike. Kwa hiyo lengo la kwanza la Syria lilikuwa kwanza kumuondoa Bashar al-Assad. Hawajui hayo mengine yajayo. Sasa haya yajayo ndio haya. Ahmad al-Sharaa, Mohammed Jolani, akiwa chini ya vizuizi vya Marekani miaka 6, anatoka kwenye vizuizi vya Marekani miaka 6, anakuwa kiongozi wa kundi la Nusrat Front. Niliuliza mara kadhaa, alitoa wapi pesa? Alitoa wapi silaha? Alitoa wapi watu? Alitoa wapi usaidizi? Kuwa ndani ya mwaka mmoja, miaka 6 unakaa gerezani, ambapo gereza kawaida unapoteza kila kitu, lakini anatoka gerezani hajapoteza chochote. Baada ya kutoka gerezani, yeye ana uwezo mkubwa wa kuanzisha kundi la kwenda kupambana. Sio, unaelewa? Kwa hiyo huyu anachokifanya sio bahati mbaya. Hiki kinachofanyika ni kitu halisi ambacho kiliandaliwa muda mrefu, na hii ni sehemu ya mipango na script ambayo inatembea. Ndio maana niliwauliza, kwa nini Syria inakimbia au wanakimbia viongozi wa magharibi kote duniani kwenda kutoa vikwazo vya Syria, na kwa nini haikufanyika hivyo kwa Pakistan, kwa Afghanistan kwa miaka 4 sasa, na tunazungumza miezi 3 sijui 4 ya Syria, vikwazo vina lift kila siku vinaondoka. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa hapo tofauti iko wapi? Tofauti iko kuwa hapo lililopo Syria na Ahmed al-Sharaa ni vitu vilivyoandaliwa. Yani ni vitu vilivyoandaliwa. Kwa hiyo Syria inajiandaa kujiunga na Marekani na Israeli kwa upande wao. Rahby Digital, haki na ukweli.